Yuko kashatususia. Tatizo la wanawake, acha kuharibu confidence ya wanaume. Lakini pia lot of ladies wana cheat. You guys are cheating and it's not bad. But ukicheat, sawa unanicheat mimi na Samsoni. Wale wa cheating me na Samsoni, mpe time yako yote. Ukiwa na Samsoni, be there, your mind, your body and everything. So uko na Samsoni unaniambia, uko niko nakusalimia. Ukija kwangu mimi tena sasa mkoja kwangu baada ya kunicheat na Samsoni, lakini akili yako kwa nani? Kwa Samsoni. Unaanza tena, Samsoni vipi nimekusalimia nimekumisi. Kama una cheat kana Samsoni, mpe muda wako wote. Na kama unakuja kwangu nipe muda wako, uko hapa kimwili, kibodi, akili haupo. Au uko labda hapa lakini una mambo, I want to enjoy you fully. But when you are cheating, uko ueleweke unataka nini? Lot of ladies. Alafu ngoja sasa watakiwa waambie kitu. Ana cut off. Most of men, strong men, wamepotea kwa sababu of ladies words. Unamnulia mtu gani anasema kigari gani hicho? Bibi ni gari ndogo sana ya chini. Hivi unajua how much it takes kununua hiyo gari? Tumejenga kinyumba. Watu wana manyumba bana. Unaona manyumba kina Ramsek. Unasema nyumba. Yaani kuna nyumba baby, usione hivyo. Why are you discouraged? Samsoni bana, mimi siwezi mada ya wanawake. Tuanze mada nyingine. Kwa nini sasa huwezi mada nake? Kati mada sasa ananiambia sio kweli Samsoni. How many men wanafanya vitu lakini little appreciation? Wengi sana. Mimi pia mwenyewe nikiwa mmoja wapo. Sasa sisi tunaongea fact. Nyie mnakutana na magume. Shiribeza sema I talk G code. Sikiliza. Sio magume. Huyu anasema yeye pia sio gume, tukifika pale mwisho wa siku na kwa gume. Hapana. Nikuulize swali. Chanzo cha kukosa nguvu za kiume ni nani? Mwanamke, mwanaume? Wenyewe ulaji wenu. Haya, tuende swali. Wewe sasa hivi unaponiambia wewe una experience zako nyingi huko, mkutana na kina Shontala, Kolela, Kasisa, Shozniga. Alafu unaniambia tu hivi, "Yeye ni bibi wewe lakini wewe uko very very slow." Like who did you compare me with? Sasa mimi unanikata moto, unaona unasema bado una nguvu za kiume, pelekeni mambo yetu. Mada tuamie Samson, nishakwambia mada hatutamaliza. Imada. Wewe ni mwanaume. Unajua mwanaume anabeba taswira kubwa sana kwenye jamii. Lakini nyinyi wanaume shida yenu moja, ukiumizwa na mwanamke mmoja, mnaona kama wanawake wote tuko sawa. Hiyo ni hisia za mambo ya wanawake, kwa sababu nyinyi ni emotional creature. Wanaume hatubebe hivyo. Ndio maana mwanaume anaweza kukutana na Suzana, Jessica, Rose usiku huu. Kesho kumwambia hivi, yule ndio ulikuwa naje usiku. Yule so yule. Kwa sababu sisi get attached. Nyinyi mko attached. Ndio maana haiwezekani mwanamke kuwa karibu na mwanaume, kwa sababu mwanamke ana develop emotional experience. Mwanaume anatenda kufanya satisfactions za hisia zake without kuwa attached. Ndio maana mwanaume anaweza kulala na wanawake 6, afu akasema mimi na mke wangu nampenda sana. Na akawaambia wale wanawake, wewe mheshimu mke wangu nampenda sana. Wewe ili uende ukakutana na mwanamume mwingine, kwanza unaanza kufanya the way he smiles. Unajipigilia. Look at him, the chest, oh my God. Unajipanga sana. Sasa unaanza kujenga emotional experience, na ile emotional experience inakufanya attached. Ndio maana most ladies sio kwamba hawakamatwa kicheat, ila mwanaume anaanza kupata hisia mara moja ukianza kucheat, ila hana uhakika unacheat au cheat, lakini anapata tu hisia kwamba mbona kama ka change kidogo. Wewe sio expert wa kucheat. Tuko na expert hapa, ladies and gentlemen. Potea. Hebu expert tuambie experience yako. Unajua wachana na hiyo mada. Kwa mfano mimi bwana, mimi nashindwa sana kutambua na kungamua. Leo nimepigwa tukio ama kesho sijapigwa tukio. Kutokana sijui bado sina ile experience ya kutosha. Lakini sisi tuna zile chache tu. Yaani leo nimestajabika niliposikia kuna mtu anasema wapo watu wenye experience zao katika hayo masuala, katika hizo enzi. Ukikapa nitakupiga makofi mpaka utapona. Sio mchezo. Unajua mimi ni ndugu yako. Na kwama na kwa mwisho pia vile vile. Hebu nipe kama 2 3. Unajua mpaka umekuwa na mwanaume lazima uwe unajua weakness zake. Kwa hiyo hata kama una wanaume 2 au 3 lazima ujue huyu ana weakness fulani na huyu ana weakness fulani. Kwa hiyo ukiona huyu unaweza yaani hata kama kuna kitu unaweza ukakibadilisha asihisi kwamba kuna kitu kimetokea, kwa sababu unajua weakness za huyu. Kwa hiyo unaweza ukawa nao kwa wakati mmoja na wasijue. Okay, my point. Turudi nyuma. Samsoni ya mambo tuko hatarini. Na hichi kizazi kinazidi kupotea. Hii species inapotea. Wanaimaliza wao.
Mimi narudi tena nyuma. Wanajua kwa nini mimi nakupa true story. Wanawake wanaua dreams za wanaume, wanaua confidence za wanaume, na wanaua potential ya wanaume. Mimi sasa hivi na wewe tukizingwana, wewe unaweza kuharibu reputation yangu kwa sababu unatafuta kitu cha kuniumiza. Dukauru huyo ni muone tu, mshenzi yeye kwanza anasemaga hivi na hivi. Mimi siwezi kufanya hicho kitu, nitaonekana mwanaume gani wewe unaropoka. You see? So you're killing my dream. Number 1. Number 2, wanawake mna ile emotional defense. Kwamba unaanza kufanya hivi, huyu hapa atanishtukia, mnataka kumcheat. So you are turning the matter. Ndio maana mkamatwage. Akianza kufanya, mbona sasa hivi nakutumia message na delay, sasa uko busy na simu yako sana. Unafuta kile unasema, so baby, yani what do you want? Like, yani mimi I'm not at peace. I'm staying at home. Unanipigia simu, I'm available all the time. Nikishika tu simu, we think I have something. Kana wewe siku nzima haina shida. Why? Kwa sababu wanaume wana behave. Ukitaka kuchiti na mwanaume, akija kusema ni mke wa mtu, anakaa kwenye pattern. Yana yote hivi, ule simpigi sasa hivi mke wa mtu mpaka anicheki. Ila mimi nikichiti na mwanamke, hata kama ni mume wa mtu, nitakamatwa kwa sababu ule mwanamke siwezi kumweka kwenye pattern. Wewe unaniweka kwenye pattern, utaniambia hivi, sikiza Shams. Mkorofi yule jamaa mwanajeshi. Kwa hiyo anaondoka asubuhi, anarudi saa 7 mchana. Kwa hiyo mimi nina muda kuanzia saa 2 mpaka saa 5. Ushane kwenye pattern. Ila mwanamume akichiti hawezi kumweka mwanamke kwenye pattern kwa sababu anaogopa kumpoteza. Mimi nakupenda hivyo. Kuhusu mke wako achana naye yule. Kwa hiyo tunafanya sasa. Sasa mimi nashauri hata kupigia simu nakuwa na kumisi. Nipigie, nitakutengeneza namba nyingine tulikuwa unanipigia. Hamlimit. Kwa hiyo ndo maana sisi tunakamatwa. Ila nyie pia mnakamatwa. Sema mkikamatwa mnatengeneza emotional defense. I don't know what to do. I've been loyal. You can even ask my friend, G, umsikie baby ananiambia eti mimi, if I even been doing that, can you talk to him, make sense of him, talk some senses. Umsikie baby, come on. It's not drama. Come on. Okay, I trust you, Joe. After all, fine thing. What you talking about? What you talking about? Ila kumbe nyie ndo mnashindwa kuweka kwenye pattern. Kwa sababu sisi sio tuna makosa. Sisi sio tuna makosa. Sisi ni pleaser. Sisi ni supporter. Kwa hiyo mimi siwezi kuona mwanamke afu nimwambie hivi, usinipigie simu alafu usinitafute kama kutafutia. Hapana, kwa sababu ukinitafuta unahitaji usalama kwangu, usaidizi, chochote. Kwa hiyo mimi na attend kwenye simu yako kwa mambo mawili, mapenzi lakini kuwa kama provider ama supporter. Wewe simu yangu mimi hauitaki unless una emotional damage au labda una baby uko poa, so sorry najua uko kazini lakini nilikuwa nakwambiaje, nilikuwa nafikiri nisafiri, do you think it's okay niende na ndege? Hapo unataka kuniambia tukata tiketi ya ndege. Sio wewe ukinitafuta utanitafuta kwa hitaji zako. Ila mimi nikikutafuta na kuhitaji na kutafuta kwa mahitaji yangu. Now, kwa nini mwanamume anashindwa kumcontrol mwanamke? Kwa sababu anataka kuwa kama protector wake. Kwa hiyo anataka protect wanawake 10. Na tunaweza. Sasa na nyie mnakamatika, sema sasa wewe una play emotional defense. Mfano. Kwani nyie hamplay emotional defense? Play hiyo. Si ni violence. Ndio maana mimi ukinikwaza cha kwanza na get physical. Mwanaume ukimkwaza anafanya nini? Get physical. Ile mwanamke ukimkwaza anaanza kufanya hivi. Nakulaga kwangu. Subiri usiku. Usiku nachukua maji ya kule chooni napika kile chakula. Yaani nyie ni very tactical. Ndio maana ukimkosea mwanamke, jamani kwenye comment hapo chini waambieni hawaelewi wa maji ya chooni. Basi unatafuta kwa namna yako. Jamani tu ladies, waambieni ladies wenzenu. Samsoni ni true story. Nilikuta stories za wanawake wanaongea na ni wakubwa hata nashindwa kuwataja hapa. Walikuwa wanaongea nasema mimi kuna kipindi nilimlisha yule baba vitu ambavyo siku akijua ananinyonga. Kwa sababu gani? Aliumia, alimkwaza. Kweli alimuumiza, lakini nyie revenge yenu sio nchi. Mwanamke kuna baba ameishi na juzi imepostiwa TikTok, baba ameishi na mke wake miaka 50 na ni padri. Baadaye baba wakapata mtoto wa kike. Katika umri wakaanza kugombana, baba akawa hamtaki yule mtoto wa kike. Ugomvi. Siku hiyo anataka kugawana mali, baba anaenda kucheki DNA. Watoto wote sio kwa kiola kike ambaye hamtaki ndio kwake. True story. Story namba 2 nimpigie Magufuli, fundi gereji wangu kule. Kuna jamaa alikuwa anakaa Sinza, au mke na watoto 3. Kakaa na wale watoto vizuri, anaishi nao vizuri. Mke akaanza drama. Hivi unajua common mpuzi wewe, mimi na wake wazee ningeanza kuoa. Yule dada akamwambia hivi, sasa ungeoa. Ulikuwa unashinda nini kunioa? Sikia kama unataka nipe talaka yangu. Jamaa akasema unanitishia kama andike talaka.
twende, akamwambia tukutane mahakamani gawana mali. Jamaa gawana mali, akamwambia poa, chukua mali zako niachie watoto wangu. Akamwambia tulieni, una mtoto dada kaka, afu akaondoka. True story. Yule jamaa akaona masiara ngano pia dini, hana mtoto hata huyu katika wale watatu. Guess what? Nyumba ikauzwa. True story, nakupeleka kwenye hiyo nyumba. Nyumba imeuzwa mahakamani. Guess alionunua? Yule mwanamke. Mchepuko aliozalisha ule mwanamke wale watoto. Revenge hawa si nchi. Yaani hizo hawa ndo movie zao wanazozicheza. Yaani mchepuko, yaani ngoja ni nani? Mchepuko, yaani mimi na cheat na wewe. Mume wangu ni huyu. Alafu nimezaa na wewe watoto. Alafu siku huyu tuachane, wewe uje uchukue ununue nyumba yake. Alafu utakuta wakati huo ameshampanga kila kitu, wakikutana huko wenyewe wewe ni fully kukuua. Yule ana kitu yule. Ana maneno yote. Kwa nikuuliza swali. Swali la kwanza. Mwanamke na mwanamume unapochesha saliti, nani anaongea vibaya kuhusu mwenzie? Tumemaliza kipindi, asanteni sana. Mimi naondoka, hii mada haitaisha.